Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpendwa na mpenzi wa Khalifa Sheikh Saleh Makarama. Leo ni siku nyingine ambayo kwayo Allah tabaraka wa taala ametujalia kheri nyingi, kwa hiyo hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Na leo ni siku ambayo kama hujawahi kutusikiliza kwa umakini, basi leo natakiwa utulize fikra zako na akili yako kwa ajili ya kukaa kusikiliza darsa zuri na historia nzuri au hadithi nzuri au kisa kizuri ambacho huenda nawe unapitia haya katika maisha ambayo unayoishi nayo. Kwa kupitia kisa hiki itakuwa ni sababu ya wewe kunusurika na dhiki na tabu unazozipitia. Kama kutakuwa kuna jambo lolote wahitajia kwetu sisi, ima ni dua au dawa, basi namba za simu hizi hapo za kupiga kokote duniani na zinapatikana kwa njia ya WhatsApp, lakini pia vilevile unaweza kupata kwa njia ya kawaida, nayo ni alama kujumlisha 255658914771. Hiyo ndio namba ya WhatsApp na unaweza ukapiga kawaida kokote katika ardhi ya Tanzania, duniani kupitia WhatsApp unaweza ukatupata. Sitakuwa na mengi ya kuzungumza hapo awali, isipokuwa nataka twende in deeply katika historia ambayo hii imenikuta mimi binafsi na watu wangu ambao huwa tukutana nao katika shughuli hizi za matibabu. Siku moja miongoni mwa masiku nilikuwa katika ardhi hii ya Dar es Salaam. Nilipigiwa simu kwa mtu ambaye alipata namba yetu hii ambayo huwa tunaitaja mara nyingi katika mitandao ya kijamii. Na mtu huyu alikuwa akiishi katika ardhi ya Sumbawanga. Lakini mtu huyu ni tajiri sana ambaye hatutaki kuelezea ni nani, kwa sababu watu wengi walikuwa wanamjua japokuwa kwa sasa amekwisha kufariki. Bwana huyu alitupigia simu baada ya kuwa amepata namba zetu hizi, na baada ya salamu akatueleza tukio kubwa, jambo kubwa ambalo lilitutatiza katika nafsi yetu, lakini hata fikra zetu zilishindwa kufikiri vizuri, kwa sababu ni jambo ambalo hatujawahi kukutana nalo katika maisha haya ya kilimwengu. Baada ya kutuelezea jambo hili, tulimwambia kwamba kama una uwezo wa kutusafirisha kufika eneo la tukio, basi hemu tusafirishe. Bwana huyo alituma gharama zake, na kumbuka kipindi hicho alituma kama milioni 5 hivi na laki 6 juu ya safari ya kututoa katika ardhi ya Dar es Salaam Tanzania mpaka Kenya katika ardhi ya Bungoma. Ni safari ndefu, ni kilomita nyingi sana, unakatisha. Unaingia Mombasa unapita Mtito wa Ndei, Nairobi unapita Makakamega huko mpaka unaingia katika ardhi ya Bungoma. Safari yetu ilikuwa ni siku 3 kwa sababu tulisafiri na private. Sikiliza wewe ambaye umedhikika na matatizo kiasi ambacho umeangalia mashariki, kaskazini, kusini, magharibi, hauoni wa kukunusuru, basi hapo kipindi ambacho umekata tamaa, basi jua inna Allaha ma'aka, hakika ya Allah yuko pamoja na wewe, au inna Allaha ma'ana, hakika ya Allah yuko pamoja nasi. Basi hapo umekata tamaa, ndipo ambapo Allah tabaraka wa taala anakwenda kukuondosha katika dhiki na tabu hiyo ambayo ilikuwa inakutatiza, hasa baada ya kusikiliza kisa hiki maridhawa. Tulisafiri kwa muda wa siku 3. Allah tabaraka wa taala alitujalia tukafika katika ardhi ya Bungoma. Bungoma ni mpakani mwa Kenya na Uganda, na sisi tulikuwa katika mpaka wa Kenya. Katika ardhi hiyo tulikuja kupokelewa na vijana ambao walikuwa ni wakarimu sana na kutupeleka mpaka eneo husika ambalo tunatakiwa kupumzika, na ilikuwa ni hoteli nzuri sana katika ardhi ile ya Bungoma. Baada ya hapo tulikuja kuchukuliwa majira ya jioni kwenda sasa kwa mhusika, kwenda kumuona kwa mtu ambaye ilikuwa ni sababu ya yeye kusafiri sisi kutoka katika ardhi ya Dar es Salaam na kwenda katika ardhi ya Bungoma kwa ajili ya kwenda kumuona. Na safari yetu ilikuwa ni kama ya watu 5 hivi katika gari moja. Alhamdulillah, fa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Ndugu zangu, kuna watu wanaishi vizuri, na wewe muombe Allah tabaraka wa taala. Dua ziko nyingi sana za kumwomba Allah abadilishe maisha yako, ziko nyingi, kwa sababu Allah anasema sayajalullahu ba'da al-usri yusra. Allah amejalia baada ya dhiki ni faraja. Dhiki ulionayo ipo dua ya Alam Nashra ambayo tunaweza tukaifanya, Mwenyezi Mungu akakubadilishia hali yako kutoka kwenye umaskini, ufakiri, na ukapanda, ukapata fedha, ukawa tajiri kama walivyo watu wengine kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Na muombe Mwenyezi Mungu akupe utajiri ambao hautopelekea wewe kumkufuru yeye Mola wetu mlezi. Alhamdulillah, watu wanaishi, na wale watu walikuwa wanaishi kweli. Unaweza kusema sisi wengine tunawashindikiza kwenye haya maisha kwa namna ambavyo wanapata kila wanachokitaka.
au walikuwa wanapata kila wanachokitaka. Cha kwanza, kutoka pale katika geti mpaka kufika katika nyumba ilipo ni viwanja viwili vya mpira. Hapa katikati kuna mabustani, hapa katikati kuna swimming pool, hapa katikati kuna mambo wakadha, lakini kuna parking kubwa ya magari, lakini jumba la ghorofa zaidi ya 3 mpaka 4 liko mbele yetu. Tunaingia, tulikaribishwa na watoto wa kike wasiopungua 6. Walitukaribisha na wale vijana pale mwanzo au pale nje ndio ilikuwa mwisho wao. Walibaki na kila mmoja akatawanyika, kiasi ambacho unajua hawa vijana ni miongoni mwa wasaidizi katika jumba lile la kifahari. Tukaingia mpaka sebuleni. Baada ya kukaa kupumzika, kupata chakula, tukapelekwa sasa katika chumba kilichopo ghorofa ya 4, ambapo huko ndo tulimkuta muhusika mwenye sifa hizi hapa zifuatazo. Sikiliza hichi kisa kwa umakini sana, na kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala atakujalia kheri na saada na salama, nawe atakutoa katika dhiki na tabu uliyokuwa nayo. Tulimkuta mwanamama alijaliwa sifa hizi hapa zifuatazo. Cha kwanza, mwanamama yule alijaliwa au alibakiziwa neema 2. Neema ya kwanza aliyojaliwa mwanamama yule ilikuwa ni pumzi kuendelea kutoka katika pua zake, lakini mapigo ya moyo yalikuwa yakipiga katika kifua chake. Lakini pia vile neema ya mwisho alikuwa amejaliwa na Allah tabaraka wa taala ni machozi kupita katika mboni za macho yake alivyoniona, kwa sababu naye alikuwa akinitazama katika media mbalimbali. Basi yule mwanamama machozi yalimdondoka akilia, hajaamini uwepo wangu au uwepo wetu mbele yake. Mwanamama huyu baada ya kutuona alilia, lakini kusema hawezi. Ni mfano wa mtu aliyepigwa kiharusi au stroke. Hivyo tulimtazama mwanamama yule, kisha vijana wake, mabinti zake wakasema, mwanamama anahitaji kuzungumza nanyi. Tukasema lakini anaonekana hawezi kuzungumza. Akasema anaweza kuzungumza, lakini tutakapomtoa katika mazingira haya ya kawaida na kumpeleka toilet. Nikisema toilet na kusudia kwa lugha fasaha ya Kiswahili chooni, yani chooni, msalani. Basi mwanamama au maliwato, mwanamama yule amepigwa pigo ambalo akiwa katika maisha haya ya kawaida kama tulivyo mimi na wewe, mwanamama huyu anakuwa ni mfano wa mtu aliyekufa, lakini kaachiwa neema hizo 3. Lakini ili aweze kuwa sawasawa, aweze kuzungumza, aweze kuwa binadamu, aweze kuwa mzima, maisha yake yamepigwa, yaliyobaki akae chooni, akae toilet, akae maliwato, ndio anakuwa salama na anakuwa mzima, na akitaka kula chakula na akahisi kina ladha, basi aende akakilie chooni. Kwa maana maisha haya ya kawaida wamempiga kwamba hayamfai, maisha yake ni kule. Alikuwa ni mwanamama mnene aliyekuwa ni mzito, lakini vijana wake, binti zake zaidi ya 6 walimnyanyua kita mtoto mama yao wakampeleka mpaka chooni, huku vijana wangu pia wakiwasaidia. Baada ya kumfikisha kizingiti cha mlango wa toilet tu, mwanamama yule akasimama, akawa mzima, hawezi tena kubebwa isipokuwa anaweza kujisimamia mwenyewe. Akaingia mpaka chooni, mwanamama yule kasimama, kiti kikapelekwa, kakaa. Unajua wenzetu wanavyojenga majumba yetu, alhamdulillah, unajikuta nasema room inakuwa ni kubwa, lakini kunakuwa ni room ambayo ina master, na ile choo cha ndani kinakuwa pia ni kikubwa. Unaweza kuweka hata kitanda katika nyumba zetu za kawaida na ukalala, kwa sababu panakuwa pakubwa. Kiti kikaweka, yeye yuko kwa ndani, mimi niko kwa nje. Mwanamama huyo ndipo tulipoanza kuzungumza naye. Mwanamama huyu alionyesha furaha kubwa kwa kutuona, akiwa na matumaini ya kwamba matatizo yake yanakwenda kuisha. Na wewe uliojikatia tamaa kwa kuona klipu hii na historia hii, usikate tamaa. Inna Allaha ma'ana, hakika ya Allah tabaraka wa taala yu pamoja na sisi. Mwenye kukata tamaa huyu anaingia katika ukafiri. La taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa katika rehema za Allah. Licha ya kuwa umehangaika sehemu nyingi sana, lakini Allah tabaraka wa taala amekuleta kwetu. Huenda saa Mwenyezi Mungu amejalia shifaa yako, ponyo lako, mahitajio yako, furaha yako itapitia katika mikono yetu, na sisi tunamwomba Allah hilo liwe, ili iwe ni furaha kwetu kuwa tumefanya sadaka ya kumwomba Allah, na Allah amepitishia shifaa yetu kupitia wewe. Mwanamama yule alizungumza mengi, lakini moja ya mambo aliyozungumza, alisema ya kwamba anahitaji kukaa na sisi zaidi ya mwezi mzima. Nikamwambia hapana, sisi hapa tutakaa siku 7 tu, na zikizidi kidogo labda 11, lakini hasa ni siku 3, 7 mpaka 11. Kwa nini ni witri?
Hii witri ilikuwa ina maana kubwa sana. Lakini baada ya kuzungumza mengi, tuliachana na bi mkubwa, tukaondoka kwenda hotelini kupumzika kwa sababu ni safari ya muda mrefu sana. Lakini tukienda tukitafakari, hatujapatapo kuona maajabu ya namna hii, kwamba mtu akiwa katika ulimwengu wa kawaida, basi mtu huyu anakuwa hawezi kufanya chochote isipokuwa akiwa katika ulimwengu wa toilet, ulimwengu wa ulimwengu wa hubuth na khabaithi, yani wale mashaitani hubuth na khabaithi, ambao watu tunalaani pale tunapoingia na kumwomba Allah atukinge nao wale mashaitani. Yeye akiwa nao kule ndo anakuwa marafiki zake tena wakubwa, na ndo anapata afya na kuwa mzima, na ndipo anaweza kupata chakula. Yani mwanamama yule alikuwa amefungwa kana kwamba vile majini walivyofukuzwa katika hii dunia, sehemu iliyokuwa nzuri ambayo tunaishi sasa wanadamu, na wao wakawa wamefukuzwa, wamepelekwa katika poli makubwa, katika bahari, katika milima, katika majangwa na sehemu ambazo hazipendezwi kwa wao kukaa. Na ndio maana majini wengi wao wanatafuta makazi mengine. Miongoni mwa makazi hayo wanaingia katika miili ya binadamu, wanaishi katika miili ya wanadamu, ndio ukajikuta unakaa unahisi kuna kitu kizito umekibeba, au kifua kinajaa, au unakuwa una hasira, au unatamani kujitenga, au unakuwa una chuki tu, unachukia watu, au unatamani tu kutaka kujiua, au nafsi yako inakuwa ina wasiwasi uliokuwa mkubwa, au ni mtu tu ambaye unakuwa haujiamini katika matendo ambayo we mwenyewe unaoyafanya, au kuna kitu kinakukontrol katika baadhi ya mambo ambayo we mwenyewe unakuwa hauyahitaji. Huyu ni jini ametoka katika makazi yake ambayo yeye anaona hayafai, anakuja kushare na wewe maisha haya yenye furaha katika sehemu nzuri hizi ambazo tunazokaa, lakini anapitia kiwiliwili chako na anakaa. Inna shaitana yajri bini adama majra dami fil lahmi, yaqulu habibuna almustafa sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hakika shaitani anatashakari na kuzunguka katika kiwiliwili cha mwanadamu kupitia mishipa yake ya damu. Ndipo mwanamama huyu alikuwa amefungwa kwamba asili yake we ni chooni. Tukawa tunaliwaza ile jambo, hatujapatapo kuliona. Ndugu zangu, kesho yake tulikwenda tukamrudisha tena yule mwanamama ili atueleze kiini mpaka kumfikisha pale ilikuwaje. Cha kwanza alieleza kama ilivyokuwa watu wengi huwa wanalalamika mahala walikopita. Amepita kwa shekhe fulani, amepita kwa shekhe fulani, kila mmoja na ujuzi wake. Lakini Allah tabaraka wa taala amejalia mikono mingine ikifanya dua, Allah tabaraka wa taala anapokea. Kuna watu wengine wakitoa dawa, Allah tabaraka wa taala unapona, hata kama itakuwa ni dawa ile ile ambayo umepewa sehemu nyingine, ukaja ukapewa na mtu mwingine dawa ile ile, dawa ya huyo inakuwa makuburini. Kinachotibu sio ile dawa, inayotibu ni hii nguvu ambayo Allah ameiweka kwa huyu mtu ambaye akikupatia dawa au dua, hata kama itakuwa ni ile ile au uliofanywa mwanzo ni kubwa kuliko unaofanywa sasa hivi, basi unajikuta uko salama na maisha yako yanaendelea kuwa vizuri. Mwanamama huyu tukamwambia, hatutaki ulikopita, umepita kwa mashehe wakubwa, tunataka tuangalie kiini cha tatizo ni nini, historia yako ikoje. Sikiliza haya sasa, kama na wewe unayapitia. Mama huyu anaeleza, anasema ya kwamba wakati bado ni binti mdogo alisomeshwa mpaka akamaliza chuo kikuu katika ardhi ya Kenya. Baada ya kumaliza chuo kikuu, na hasa yeye alikuwa amesomea masuala ya ualimu, kasomea mzuri sana, basi akawa amepangiwa pembezoni kabisa. Yeye fikra zake zilikuwa labda atapangiwa Nairobi, Mombasa, mijini, lakini akawa amepangiwa sehemu za ndani sana huko, kiasi ambacho alivyokwenda kufundisha ameomba maombi akaajiriwa. Sasa kuna kwenda kulipoti, kuna kujaza baadhi ya fomu, akajaza kila kitu. Basi alikaa wiki moja tu huko ambako alipokuwa ameajiriwa, nafsi ikajikuta ni ngumu, nafsi haiwezi, nafsi inashindwa kukaa mazingira yake, yani automatically anakataa. Mwisho siku akampigia mama yake mzazi akamwambia, basi rejea, tazama, yani unakumbwa na jambo. Kwanza unapata neema, kuna watu wana bahati ya kupata neema, lakini neema hizo hazidumu, na wao wanaona ni sawa, neema hazidumu kabisa. Yani kapata kazi ambayo watu wengi wanaihangaikia, yeye baada ya kupata ile kazi nafsi yake inakuwa inatafrani, inakuwa inaona kero, mazingira hayapendi. Sasa wewe unapata mshahara mwisho wa mwezi, kuna mwingine hapati, lakini kupakuwa ndani ya kazi fursa nyingi zinatokea, inaweza kuwa sababu ya kuhamishwa kupeleka sehemu nzuri pale ambapo utakapotengeneza mifumo mizuri na kujuana na watu wengi, lakini akajikuta anaichukia kazi.
Tazama ushauri anaopewa. Anampigia mama yake mzazi, mama yake mzazi anamwambia kama hupapendi rejea. Haambiwi vumilia, rejea. Binti yule akafungasha kila kitu chake akarejea, huku hata mshahara wa kwanza hakuupokea wala hakurejea tena, na alikuwa amepata bahati ya kuajiliwa. Lakini umri ulivyokuwa ukizidi, kuna ndugu yao alikuwa yuko UK, amefanya safari, amerejea. Yule ndugu yake alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao alikuwa amesoma na viongozi wakubwa. Yani kuna mambo yapo katika ukoo, watu wana fursa nyingi, watu wana nafasi nyingi ya kuwa na watu wakubwa katika jamii, watu wakubwa katika viongozi, ambao inaweza kuwa ni sababu ya kupata fursa, baadhi ya mambo yakaenda sawa, lakini unajikuta hawafanikiwi, na wakilipata hilo jambo ni rahisi kuponyoka. Amerejea kutoka UK mama yake mdogo. Baada ya kufika, mama mtu anamwambia, unafahamiana na kiongozi mkubwa katika ardhi yetu hii ya Kenya, muombee mdogo wako, mtoto wako huyu kazi. Akasema jambo dogo hilo, kanyanyua simu 2-3, basi simu zimetembea, ikaonekana bana yule aende Nairobi, kisha afike mahala fulani, hatuwezi kupataje kiprotoko, kisha baada ya hapo taratibu zingine zitaendelea. Na hili ninalizungumza kwa sababu ameniridhia mwenyewe baada ya kuwa nimemtibu. Mama huyu alifanya hivyo na kwenda katika ardhi hiyo, mwisho wa siku akafanikiwa, akapata kitengo ambacho hakiendani hata na umri wake, hakiendani hata na elimu yake, isipokuwa kutokana na kujuana kwa baina ya huyo kiongozi na mama yake mdogo, ikapelekea kupata fursa nyingi. Huyo binti akawa anapata fedha nyingi, huyo binti akawa anapata marupurupu mengi, alafu kazi zake zikawa smooth, nyepesi, laini, kwa jinsi alivyorogwa, kwa jinsi alivyopigwa, kwa jinsi ambalo jambo lililopo ndani yake linamsumbua na kumsukuma, akawa anaona kana kwamba anachukua kitu si haki yake vile. Akaanza kuwa anazungumza, inakuwaje nafanya kazi nalipwa pesa nyingi na kazi ninayoifanya ni ndogo. Ikawa inamfanya yule mtu kutumia fedha kwa fujo na kufanya israfu, lakini bahati nzuri alipata po kujenga, kununua magari na vitu mfano wa hivyo. Mwisho wa siku yule mtu akajikuta tu nafsi namwambia, bana hapana, kwa nini unapata fedha nyingi na kazi unayoifanya ni ndogo? Hawa watu wana lengo lao nyuma ya pazia. Akaanza kutengeneza uadui kwa watu ambao wamempa maisha, na watu hawana dhiki wala hawana mpango naye, lakini anaingia tu sheitani ndani ya mwili ili mradi akuvuruge akili. Ndivyo huyo binti alivyovurugukiwa na kukaa na mama yake na kumwambia, hapana, hii kazi mimi na mashaka nayo, kwa sababu haiwezekani. Nafanya kazi za kawaida tu, lakini nalipwa fedha nyingi, marupurupu kibao. Lakini kuna watu ambao wana elimu kubwa, wanafanya kazi ngumu, lakini wanalipwa fedha kidogo. Inakuwaje mama hii? Hapana, mimi naingia hofu, hii kazi mimi naiacha. Automatically anakwenda kuacha kazi ya pili. Sikiliza ili jambo lilivyo. Mama yule akaacha kazi ikaanza kumtafuta, wale mabosi wanampigia, bana we mambo yetu alikuwa anakwenda, ulikuwa na kipawa, ulikuwa na nyota. Kuna watu wana nyota mashaallah, yani wewe kuwa na yetu karibu tu ya kwako yanakwenda. Kuna wanawake hapa wana nyota, lakini hawajawapata watu wa kutumia zile nyota walizonazo ili wakatajirika. Yani kuna mabinti hapa unanitazama, mna nyota kubwa sana ya riziki. Inawezekana nyota yako isifanye kazi kwako, lakini ikafanya kazi kwa mume wako. Inaweza isifanye kazi kwako, ikafanya kazi kwa mshirika unaoshiriki naye biashara zako. Inaweza isifanye biashara zake, inaweza isifanye kwako wewe, ikaja ikafanya kazi kwa kutumiwa nyota hiyo na kunyang'anywa, akaja akaitumia mtu mwingine, wewe ukabaki karasha, akakumaliza kabisa, alafu akaenda akafanikiwa, wewe ukarudi kwenye hasara, ukawa ni miongoni mwa watu wanaohangaika katika ulimwengu. Binti akaacha kazi ilikuwa inamtafuta, kazi ilikuwa inamhitaji. Kumbe kukaa kwake tu pale kuna mambo yalichangamka katika sekta waliokuwa nayo na kila wanachokihitaji, mpaka wakagundua kwamba binti huyu ana bahati, lakini ile kazi pia ikampotea. Kwa haraka kisa ni kirefu, huyu binti akaja akakaa nyumbani shilingi 100 akawa anaitafuta. Lakini mwisho wa siku Allah hamtupi mja wake. Kaangaika, mwisho wa siku akaja akampata mwanamume tajiri katika ardhi ya Bungoma. Akaja akamuoa. Baada ya kumuoa ndipo maradhi yalipoanza.
Amebahatika kila mtoto aliyemzaa na historia yake mpaka watoto 6, na wote akazaa watoto wa kike, kiasi ambacho mwanamume akaanza kusema, vipi na kuwaje unanishushia watoto wa kike? Mwanaume akatafuta mwanamke mwingine wa kumtafutia watoto wa kiume. Ugomvi ukaingia katikati mkubwa sana. Kipindi hicho mwanamama ameanza kuumwa, hajisikii vizuri, furaha ya mali yake haioni, furaha ya mume wake haoni, furaha ya watoto wake haoni. Mwanamama huyu anakaa ndani, mwanamama huyu asili yake yeye ni kulala tu. Mwanamama huyu akahisi kwamba mwanamume sasa ananikimbia, anaghibu. Na wale ambao mnazaa watoto wa kike tu, mshukuruni Allah tabaraka wa taala, kwa sababu unaweza kuzaa watoto la kiume likaja likawa jambazi, siku moja unatoka msikitini linakuniga mpaka wewe babake mzazi, mpaka aje asikie sauti, kumbe ni babake. Wallah. Na kuna wengine wanapata watoto wa kiume tupu. Mshukuruni Allah, unaweza kupata mtoto wa kike akawa kahaba mkatika hovyo mitandaoni. Kuna watu kazi yao wakiamka asubuhi tu kiuno gani akakikate katika mitandao TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, akakate mauno tu. Mwisho wa siku yale mauno atayakata na kumpata kumtuliza katika hayo mauno, asionekani. Umri unapea, mtoto anazidi kuharibika na kuwa na sifa mbaya. Mwisho wa siku anapokuja kutaka kutulia, tayari jamii shamkataa. Anakuwa kama Ibilisi vile. Ibilisi aliwakataa watu wake, akaenda mbinguni, alafu akashuka na jeshi la malaika akawapiga majini wenzie. Hasadi kamuingia, alivyopanda akalaaniwa, alivyoshuka jamaa na ndugu zake katika majini wakamkataa. Mtoto wa kike anakuwa mchafu kwa sababu mitandao inatunza. Wewe unaposti na mwingine anachukua, anaposti inakwenda. Nani atakuoa kahaba? Au innal khabithina wal khabithati wal khabithati lil khabithina. Ndio unajikuta mtu mwanaume mbaya anaoa mwanamke mbaya, na mwanamke mbaya anaolewa na mwanaume mbaya. Wote wanakuwa wabaya, hawafiki malengo. Wakishachoka, wamedhoofu, miili yao wameichosha, ndio mtu anatafuta sasa stara iliyonyooka, wakati umekwisha kuharibika. Mwanamama huyu akajikuta yupo katika njia panda na mwanaume ameachana naye. Riziki zilizokuwa zinaingia zikakata, wana aseti tu, wameuzauza majumba, imebaki hilo jumba tuloloingia na baadhi ya magari. Wakimaliza hapo wakiuza, basi hawana chochote watakachokuwa nacho, wanarudi kuwa miskini na wayatima. Historia ni ndefu, lakini nimeikata kwa sababu mwenye akili na mwenye kutuliza mafikra atakuwa ameona nimemgusa katika baadhi ya engo. Ndugu zangu wapendwa wa Khalifa Sheikh Swaleh Makarama, 771 ndo namba ya kupiga. Hiyo alama kujumlisha 255658914771 ndo namba yangu ya WhatsApp, na kawaida unaweza kupiga. Mwanamama huyu tukamuuliza swali, je, katika upande wa umamani kwenu kuna vitu vya asili? Tulimuuliza kwa kumtega tu, ndipo mwanamama yule akaja kufunguka, akasema mama yetu alitukataza, akasema hata kwao walikatazwa na marehemu babu yetu wasifungamane nayo mambo, wasiyashike. Tukawaambia haya mambo yanapokuwa katika jamii, we hata ukiyakataa yataingia tu kukuharibia. Nikaanza kumuuliza mfumo wa ndugu zake, mfumo wao wote unaendana, unafanana. Nikamwambia basi mizimu yenu katika koo hiyo ya mama yenu imekuchagueni nyinyi, kuna baadhi ya vitu mvishike, na hivi vinakuwa ni haramu na ni uchawi ambao uliopo ndani yenu. Japokuwa alitafuta kuzuga, lakini kamwambia ili tukutibu lazima ukubali kuna watu wanachawi zipo ndani ya koo zao, lakini wao hawajui. Ndio wanakuwa wanahangaika, mara tuna jini hili, mara tuna nuksi hili. Kumbe yale mizimu ya asili, yale ya kichawi yanaharibu baadhi ya mambo yao bila kujua, kwa sababu wamekataa masharti. Sasa tunakutibu vipi? Huyu mtu tukamtibu kutokana na pawa na nguvu alionayo. Unaweza kutibiwa sehemu nyingi kwa kumalizia, lakini nakwambia tunaweza tukakutibu kwa pawa na nguvu ulionayo. Tunafanya nini? Tunachukua jina lako, kisha tunachukua jina la mama yako, alafu tunajumlisha, alafu tunagawa kwa 12, tunaipata idadi isiyogawanyika. Baada ya kuipata idadi isiyogawanyika, tulivyopata idadi ya yule mwanamama, tukafanya kitu kimoja, tukaangalia katika ile idadi wizani wake. Kwa mfano jina lako Maryam au Aisha, tumeshapata idadi yako ya baada ya kujumlisha jina lako na la mama yako, tukagawa kwa 12, tukapata idadi ya witri, kwa sababu inna Allah alwitra, hakika Mwenyezi Mungu ni witri, ni mpweke, ni yuko peke yake. Wa yuhibbu, na Mwenyezi Mungu anapenda alwitra, na Mwenyezi Mungu anapenda witri, anapenda upweke. Kwa tukapata idadi isogawanyika. Kisha tukalichukua kwa mfano jina lako Maryam, tunachukua ile mim, tunaangalia ile mim jina gani la Allah linaloanzia na mim, tunakuta Malik. Tunachukua ile Malik tunaweka pembeni.
Maryam. Yau, kuna jina gani la Allah linaanzia na yau? Ya Qahar, hurufu nida tukaweka ikakaa pale. Tukachukua tena mimu ile Maryam mpaka tukapata. Baada ya kupata idadi ya majina labda ni 3 mpaka 4, haya wanagaiwa watu na wanataja mara idadi ya ile hesabu tuloipata baada ya kugawanya kwa 12 na tukapata hesabu isogawanyika baina ya jina lako na la mama yako, yanatajwa. Kwa hapa kinachokuwa kinafanyika ni kitu kimoja. Cha kwanza ni jina lako ndo linasomwa, kwa sababu katika kila herufi ya Allah, herufi ya mwanzo ni jina lako, mbele ndo jina la Allah. Kwa hiyo jina la Allah, majina haya 4 anaitwa Allah kupitia jina lako na nguvu yako mara idadi ya asili yako baina yako wewe na mama yako. Hapa tunafanya ufunguzi na fathi na kuyafunga yale mamizimu, kwa sababu kila baada ya muda anawekania, kila baada ya muda anawekania. Wallahi wa billahi, yule mwanamama alisimama siku hiyo hiyo, wala haikusubiria kesho. Tupo katika dua tunafanya, yule mwanamama alitapika sana vitu vyeusi, alitapika sana vitu vya ajabu, akawa anabeua, na kadri anavyozidi kubeua ndivyo ambavyo anavyopata afya, ndivyo ambavyo anarejea katika hali yake ya kawaida. Kuna watu hawatibiwi kwa dawa, kuna watu wanatibiwa kwa dua na kwa nguvu ya asili iliyoko ndani yake. Yule mwanamama akapona kabisa, akasimama siku hiyo. Ilikuwa ajabu. Amepita kwa mashehe wengi unaowajua wewe, maarufu na wasio maarufu. Dawa amekunywa mpaka akinywa mwenyewe anajua hii hapa Mjafari, hii dawa imetoka wapi, kwa sababu kashazinywa sana. Lakini tumekwenda tukamfanyia dua kwa nguvu yake. Lakini pia vichinjo vilihusika, maana lazima tuangalie, je, we nyota yako imesimama vipi, inapawa kiasi gani nyota yako, ili tuweze kuwafunga hawa naweze kuwa huru. Lazima tutumie labda kondoo 7 au kondoo 11 au kondoo 5. Hapa katika kuchinja hapa tutakuja kuelekezana vizuri. Watu mna vipawa vikubwa na vichinjo vinatakiwa viendane na vipawa mlivyo navyo. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar, hakika Muhammad tumekupa kauthar, fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Na nitakuja kukuelezeni vipi baba yake Muhammad alivyokombolewa kwa kuchinjiwa, alivyokombolewa kwa kuchinjiwa ngamia 100. Ilitokana na nini? Je, wewe uchinjiwe wangapi ili utoke katika hali uliyokuwa nayo? Tutafute wizani wako, tukutibu kupitia adhkari, tukutibu kupitia vichinjo, tukutibu kupitia siku, tukutibu kupitia nyakati na rangi. Kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, Mwenyezi Mungu atakujalia kila la kheri inshallah. 771 hiyo namba inayoishia ndo namba ya kupiga, nitafute tuweze kuzungumza inshallah. Kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, mahangaiko yako yatakuwa yamefikia mwisho inshallah. Tusikose sehemu ya pili ya kisa hiki. Sasa nimalizie, mwanamama huyu baada ya kupona akafurahi, katibiwa na wengi, ametibiwa na kijana mdogo Sheikh Khalifa. Anaambia sasa Sheikh, na watoto 6 hapa wa kike, mashaallah, sijui nikupe yupi, maana na watoto 6. Sasa mimi akili yangu nikaanza kutazama hapa, nikiambiwa kuchagua na chagua yule mdogo. Basi mwisho wa siku yule mwanamama anasema bahati mbaya wote wameolewa. Sasa nikamwambia ulizungumze ya nini? Lakini mashaallah mwanamama yule akanipa gari ya aina ya Alteza, kwa sababu alikuwa hana uwezo. Na yule aliyetusafirisha kwenda katika ardhi ya Bungoma alikuwa yupo Sumbawanga, ambaye mmoja katika watoto wake alikuwa ameolewa na huyo bwana mkubwa, na alikuwa ni bwana tajiri sana, Mwenyezi Mungu amrahamu, amekusha kufariki. Kwa hiyo maisha yalikuwa hivyo, unaweza kupata mtoto wa kike, Allah akakujalia akaja mwanaume akakulea sawa sawa, umepata mtoto wa kiume. Wa aqul lakum salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.